Then was it number 4? The purpose of the altar. Nikasema ni the purpose of the altar has the power to control destinies of men. Ukiona mwanadamu anateseka hapa duniani, hateseki ni kwa sababu ni mwanadamu. Hateseki ni kwa sababu anafaa kuteseka. Check the foundation, the root of the cause of it. Kuna madhabahu ambayo ina control huyo mtu. Bwana asifiwe. Iko wakati ambapo tumekuja hapa na my wife, nikaona ndugu mmoja akienda hivyo bila nguo. Ili afanye hivyo, atembea bila nguo, lazima kuwe kuna mtu alisimama kwa altar akaanza kucontrol huyo mtu. So altars controls the destinies of men. Yes. Praise the Lord. Yes. So please don't ignore this. It is only believers, and that's why the Bible says in Hosea 4:6, a very, very unique scripture. Inasema, my people perish for lack of knowledge. And if you continue, the Bible says they have rejected it. Wamekataa. Wale watu ambao hawajaokoka, they know the purpose of all. Anajua akiona hapo kabendera, nikienda hapo nitasaidika. Praise the Lord. Mahali ya mimi nilikuwa nasoma, sijui kama my sister said travel na ndege hizi za Qatar. Kwa hapo ndani kuna au uko kwa ndege, uko juu wapi, inaonyesha mahali inaitwa Kibera. Ni kubwa iko, madhabahu kubwa iko. Sitaki kutaja kwa sababu ni wengi na sitaki. Niko hapa kuhubiri Kristo. Bwana sifiwe. Ili ya kwamba masaa yakifika, he can be able to face an altar. Yes. Praise the Lord. They know the purpose of the altar. They control the destinies of men. And if you want your destiny to be controlled by God, then lazima ujue the altar. Amen. Praise Jesus. Amen. Then I said what? Battles are won in the places of altar. Vita nyingi huwa zinashindana katika madhabahu. Don't ignore anybody telling you utaona na hana bunduki, hana cell, hana bodyguard, ako hivyo, alafu amekwambia utaona. Kwa sababu vita zinashindana hapo. The places of altar. Ni madhabahu gani iko na nguvu determines who will get the victory. I hear you. Madhabahu ambayo iko na nguvu itategemea ni nani atapata ushindi. You are right. Madhabahu na inafanywa nguvu na zile sadaka zimewekelewa pale. An altar is not just an altar without a sacrifice. Na ndio maana tumeanza kwa kusema pale, it's a place of sacrifice, a place of prayer, a place of worship. Hallelujah. Vita nyingi zinashindana katika maeneo ya madhabahu. Huwa ninawaambia hapa siku nyingine, na huwa sisemi hivi tu kulago anything. When the Lord spoke to me about coming here, I never knew Athi River. I was reading Athi River kwa shuleni. But the Lord spoke to me about this place. And the Lord told me there are several altars around this area. Several altars. And the Lord began to show me one by one. Mungu akiniruhusu niwaambie mahali ziko 1, 2, 3 nitawaambia. Lakini Mungu akaniambia, you are going to do something different. You will also go there and erase a new altar. Because it is an altar that you sit on. And the sacrifices that you have laid determines the battles you are going to win in this life. And the Lord spoke to me. And I told my wife, God has given me a very difficult assignment. I don't know Athi River. In fact, some of those places, I don't know them. Nilikuwa nauliza hapa ni wapi? But when I was walking, Mungu alikuwa ananiambia ni hapo umesimama. And I could go there. Nikifanya hivi nakuta kitu kingine hapo. Mungu ananiambia hapo, next weka yako. Usiniulize ni nini wewe. Mungu akiniruhusu nitakwambia ni nini. Bwana asifiwe. This is a place I was walking around this town. Unapatana na mama
akiwa vile alizaliwa. There was a time they came here. One of the Pastor Peter, akatumwa na mchungaji mwingine. Ende waambie pastor, kuna mtu anatusumbua hapa. Mimi naye alikuwa amenitembelea. Because let me tell you, altars has power. Please, altars has power. Praise the Lord. Madhabahu iko na nguvu. Na ndiposa Yesu akapelekwa kwa madhabahu ilikuwa inaitwa nini? Golgotha. Na hapo akatangaza it is finished. No more death, kwa sababu a bigger sacrifice imewekelewa hapo. Praise the Lord. Amen. So an altar, that is where battles are won. Please stop winning. You cannot win without an altar. You cannot succeed in this agreement without sitting on a certain altar. It is either you are for God or you are for the world. You must be for God or for the world. Either unatembea mahali pengine ama wewe ni wa madhabahu ya Mungu. You cannot succeed. Show me a person who understands the powers and the mandate and the ability of the altar. I will show you a woman or a man who wins in every battle in life. Any altar you feed, any altar you put your sacrifice there, there are battles you are going to win, even without fighting. Nimekwambia usikae tu nyamaze uone mtu anakuambia nitakuroga ama utaona, na anacheka. Anakwambia wewe utaona, na anacheka. Unaacha na wewe, acha kunyamaza, kimbia. Kuna mtumishi wa Mungu aliambiwa wewe na taifa lako lote, aliposikia kwa sababu mfalme huyo alikuwa ameshinda everything. Alafu akaambiwa next that man mfalme nani? Bible inasema ya kwamba aliandika hiyo barua, alisoma akaona hii imepita jeshi, hii imepita wakubwa, akakimbia kwa madhabahu, akaenda akaangusha kwa madhabahu, akamwambia Bwana jisomee bwana, na kakaa. Na kwa sababu Mungu aliona huyu ameelewa nguvu za madhabahu, na mimi nitashinda. Praise the Lord. So an altar mahali ambapo vita zinashindana. Praise Jesus. Amen. Altars has power to control. Na ndio maana niliwaambia, ndio maana hapa panaitwa makandari. Kuna vitu wakamba kamba zinaitwaje? Kuna wakamba wanaziitanga makanda. Ni kweli? Mshaijua maana hapa? Lakini nimewapatia clue. Uende ufanye research. Kamba zile za kufunga nguo, za kufunga kuni, za kufunga mbuzi. Kuna wakamba ni tofauti kama watu. Kuna wakamba wanasema mikanda. Kuna wengine wanasema wangapi wanasemanga makanda? Ama ni mimi peke yangu? Praise the Lord. Sasa hiyo enda ufanye nini? Fanye uchunguzi. Hapa kulikuwa kuna dance hapa. Kuna dance ilikuwa inafanyika hapa kwa stage miaka ya kale. Miaka ya kale. Altars controls places. You cannot tell me pastor. And let me tell you, hata kama unaishi Runda na leo tuende tukweke Mathare na tukukomboleka nyumba kadogo kama bati, within no time utaanza kusimama kwa kibanda ukisema ukatiwe mboga za shilingi 5. Is it true? Hata kama uko namna gani, utoke Kibera uko katikati, uende wekwe uko kunaitwaje? Runda. Within no time utaanza kuangalia ni wapi ambapo unaweza tengenezea kuku hapo. Mahali ambapo unaweza weka kuku ya. In fact utakuwa unauliza hakuna kioski hapa. Na unajua watu wa Runda wanaingiana na shopping. Tajibu. You know why? Because of the place. Na ndiposa Mungu anaongea in the book of Genesis chapter 12. Anamwambia Abraham verse 1. Abraham, you must leave your place. Lazima utoke hapa. Jesus himself in the book of Mark anashindwa kuponya mtu in a certain town, anamshika mkono, anamtoa nje,
maombi ya aina fulani. Praise Jesus. Unataka kuniambia Yesu angeweza kufanya huyu mzee? Unataka kuniambia Mungu angebariki Abraham, lakini anamwambia lazima utoke. Praise the Lord. Altars has, na ndio maana every place there is a name. Kila mahali kuna jina. Ukienda Nairobi kuna jina. And there is a spirit that operates under the great, hiyo neema ya Nairobi. Ukianza kuishi Nairobi utakaa uanze kubehave. Kuna behavior itakuja tu polepole. Na ndio maana wale tukoadhiriwa kuna behavior ya adhiriwa ambayo ile kama kitendo. Angalia jirani mwambie na yako ni wapi. Altars control places. Kuna mtu anaweza kukuambia mke wangu ni wa mahali fulani. Unashtuka. You know why? Altars control. Now even if you are born again and you are from there, kama haujashughulikia the altar of your place, utakaa hiyo kitu inaanza kuamka. Mimi nimeona watu wa Kristo wameokoka, anaongea na lugha tofauti. Wacha zile nini za kwao vya mke. Yeye yako Nairobi, yeye yako adiliba. Lakini kuna roho ambazo zina operate on a certain place. Because altars, spirit cannot operate without an altar. Roho haziwezi fanya kazi bila madhabahu. Kwa sababu madhabahu is the source of power. Praise the Lord. So, kuna mtu anaweza kukuambia na hata ukienda kuuliza kazi. Bwana sifiwe. Mtanisamehe kwa sababu mimi niliitwa kuongea ukweli, si ndivyo? Ndio ubarikiwe. Nimesawashia alisema ya kwamba lazima baba mzuri ni yule anatengeneza. Praise the Lord. Niwahurumie manwati. Yeah? Kuna maeneo fulani ya kwamba ni ukienda kuuliza kazi na utaje mahali umetoka na hiyo kazi zinapeleka. Anasema huyu atakuwa anafiti. Bwana asifiwe. Amina. Nashukuru Mungu mke wangu aliokoka. Nyeri. Kuna watu wengine wajeli hapo. Bwana asifiwe. Niachie hapa maneno. Tuingie kwa wakamba kwanza. Praise the Lord. Mke wangu ameokoka. Lakini kuna maeneo hiyo I'm showing you altars control. Ukiona mumeru na panga na ameokoka na anakuambia tabukata na urogame hau. Do you know why? Because of not the name, lakini the name of the place. It is control. Hata ukitoka hapa uende US kukiwa na maandamano na wewe ni wa maeneo fulani, you might find yourself looking for a stone. Hey, we must deal with these altars. Say lazima zikwishe. We must deal with them. Mimi nimekataa kushikwa na madhabahu ya mahali nimetoka. Bwana asifiwe. Sasa mimi natafuta wa Kristo ambao wamesema nimechoka. Praise the Lord. Kuna wadada hawezi wakaolewa, you're beautiful, you're okay, lakini kwa sababu wewe ni ni wa eneo fulani, semekananga asio watabeba na kila kitu. Ukikosana hataenda na everything. Bwana sifiwe. Orders control. Can I tell you something? Ukienda saa hii na sio nyingi, ukienda mahali sasa hivi uende, I was in Mombasa, uende waambie Muhindi ama mtu wako, mwambie umetoka Agriba. Anakuuliza which side of Agriba? Unamwambia Agriba hapo hivyo. Unajua anafanyaje? Anakuangalia juu kwa sababu anajua Agriba Guthrie geni hakuna kitu, ndio wanajua. Kwa hivyo lazima uinuke. Ukisema umetoka Kitengela,
Wanakuangalia kitu ambao watakuuliza ni nyama. Hata labda hujakula nyama for the last miezi karibu 3. Kwa sababu the place is associated with something else. So we must be free from these things. Because altars control places. Kuna maeneo, if you don't deal with these spirits that deliver is there, if you don't deal with them, let me tell you, I'll pray for you. Nikuombe, ni nywele itapotea. Nywele ni utakaa unakaa unapata nywele imeenda. Instead of kuanza kuoga hapo unaanza. Nywele imesha. Badala ya kuongeza kilo, unafunga 2 days. Shida inaongezeka. Ukifunga 3 days, unasema sasa nitajituma 21 days. Shida nayo inakuambia tumekungojea in the next 21 days. You must deal with the spirit of this altar. Na altar haiwezi kaongea bila, spirit haiwezi kaongea bila an altar. It is operating very well on a platform of altars. Hizi nyumba ambazo tunaishi, some of these houses, haujui ni madhabahu gani. And if you don't know about them, and if I don't teach you about the altars, how powerful they are, utaingia kwa nyumba, that will be the last time kuweka 1,000 kwa mfuko. You enter to that house, ukimaliza kulipa landlord, wewe na landlord shida inaanzia from there. Nyumba zile zote umeishi haujawahi kosa kulipa, lakini that one, because some of these houses are operating on altars. That's how powerful altars they are today. And so please, people of God, don't ignore the power of an altar. Don't ignore. Where you're putting your house, please let the man of God come and speak a word. Because I will join in it. Because altars can be spiritual, can be physical. Here we have a physical altar, but there is a spiritual altar. Ambao zimebadilishwa majina nowadays zinaitwa black spots. It is not black spot. They are altars. Asking for the blood. Asking for people's blood. Alafu sisi wazungu tunaziita blood. Ni altars. They are altars. Bwana sifiwe. It is very much important to understand altars as power. Tell me about altars as power. Oh, I don't know. The time is up. I will share this in the course of a week so that you can come and hear this word. Bwana sifiwe. Of course, I spoke about how they are raised. Did I? Yes. And then I spoke about the family altar. Let me finish with that one. Nimeruka mambo mengi. Kwa sababu altar kazi yake ya satanic altar is to curse, to afflict, to destroy, to intimidate. But the altar of God is to direct, to guide, to bless, to restore. Amen. Bwana sifiwe. How will you know ya kwamba kwenye kuna family altar? Number 1, write it here quickly. Mambo matatu mama hili. Alafu nimalizie hapo. Ninapomaliza our chairman atachukua from there to go get the surprise. Hata mimi siende niko hapa. In Jesus name. Amen. Bwana sifiwe. Wangapi wanasema lazima tushughulikie madhabahu yetu ya kinyumbani? Nimeruka mambo mengi kwa wale ambao hawakujua. Family altar. Ukitaka kwenda mbali lazima ushughulikie a family altar. A family altar. Every family has an altar. If you want to know nyumba yenu iko na altar ya aina gani, mambo kama haya. Jambo la kwanza, common problem. Common, that is a sign. A sign number 1 is a common problem. Shida ambazo zinafanana ni kumaanisha kuna altar ambao lazima iende chini. Praise the Lord. Number 2, common sicknesses. Magonjwa inafanana. Fulani alikufa na kansa, fulani alikufa na kukohoa, naye fulani amekufa na kukohoa. Common sicknesses. Number 1 is a common problem. Common problem. Shida ambao ni inafanana. Nobody can be able to help anyone. And if your family, you have only one person who is blessed, it is a sign there is an altar speaking there by the way.
muko brother 10, lakini mmoja ako na ghorofa 5, lakini mwingine nyumba inafungwa. Hiyo ni altar, kwa sababu altar lazima imwambie huyu wachana nao. In fact lazima imwambie hawa ni akili hawana. Unaenda kukaa kwa brother yako ama ndugu yako ambao ako na mali kabisa kuliko wengine, yaani ako juu sana, lakini wengine wote, hiyo ni altar. Kwa sababu mahali Mungu wako atahakikisha kuna unity. Unashika huyu mkono, huyu anashika huyu mkono, huyu anashika, ninyi wote mnainuka. Bwana asifiwe. Lakini mimi nimeona, sijui kama ni mimi peke yangu, kuna families unaenda unapata wako 5 ama wako 10 ama wako 7, lakini mmoja amejenga, unasikia kuna ploti Kawangware, ako na ploti Nyanyuki, ako na kiwanja, ako na magorofa. Hata unasikia ndugu anakuambia Ismail brother, baada ya kuamini brother yake anakuambia msaidie na share ya kwenda kibrother. Mmenyamaza hadi mmekuwa very serious. Nielezee jirani, ni pastor anakuzungumzia nini? You're very serious. Ama ni maneno inaingia? Wakati wanasema ni message inaingia. Good. Yes, nimepata confidence. Amen. Hiyo mambo lazima tushughulikie. In the name of Jesus. Common problem, common sickness. Number 3, serious poverty. Serious poverty. Serious poverty. Unajua kuna kukosa na kuna ile serious poverty. Kukosa ile ambayo ni serious kabisa. Serious. Ukiona hiyo, there is an altar they are speaking. Number 4, retrogression. Retrogression ni kurudi nyuma. Retrogression, rudi nyuma. Unapanda, alafu nyinyi wote mnaanza kurudi pole pole. Unasikia watu wakikaa chini wanaambiana, rafiki yangu alikuwa na supermarket, naye huyo anasema na mimi nilikuwa na taxi nyingi 3. Wakikaa chini wakianza kuongea, unasikia ile shida inatokea hapo. Nakwambia hata sisi zilisha na bwana. Retrogression. Niliwaambia nilienda na mtu wangu mahali kuombea mambo mengine. Nimemalizia kuacha kufikisha. Hiyo nyingine tutaongea in the course of the week kama Mungu akipenda. Ile tutashughulikia. Tulienda kuombea